mfuatiliaji wa Lutanana Media Online. Leo ni wakati mwingine tena tumeweza kubahatika kuonana na dada yetu mmoja mpendwa sana, ambaye yeye ana mkasa na simulizi yake nzuri sana ambayo inaweza kuwa funzo kwa yeyote na inaweza ikawa ni sehemu ya burudani pia. Na kimsingi kabisa hadithi yake inahusiana na maisha yake ya kweli kabisa ambayo yamemtokea yeye. Kimsingi ni mtu wa Tanga na aliweza kusafiri kutoka Tanga mpaka Dar es Salaam, na maisha yake huku alibahatika kukutana na mwanaume ambaye waliweza kuchukuana na kuelewana na wakaishi kama mume na mke, lakini kumbe ilikuwa ameongopewa. Yule mwanaume alikuwa na mwanamke wake. So baada ya mwanamke wake kurudi kutoka safarini, kuna hitilafu ilitokea na ugomvi mkubwa ulizuka. Mimi nisiwe mzungumzaji sana, yeye mwenyewe anaweza akatuelezea mwanzo mpaka mwisho, lakini msingi tumemficha uhusika wake kwa sababu yeye ameona si vizuri aonekane. Hii imekuwa ni faragha yake. Kwa hiyo naomba usikilize mkasa wetu mwanzo mpaka mwisho, na kikubwa tunakuomba sana support yako msikilizaji wetu. Tunaomba usisahau kusubscribe channel yetu. Kwa kuanzia, tuanze kufahamu majina yako kamili, alafu utusimulie historia yako. Karibu. Asante. Naitwa Mariam Juma, nimetokea mkoani Tanga, Korogwe. Nilikuja hapa Dar es Salaam mjini kutafuta maisha, ila nimezunguka sana kutafuta maisha. Ndio. Ila nimehangaika huku kutafuta kazi, nimeuza chakula. Ndio. Nimeuza baa mpaka kafikia kipindi nikauza hadi utu wangu, kutafuta tu pesa kumudu maisha yangu pale kijijini na familia yangu na watoto wangu. Ndio. Ila siku hiyo nilikuja kukutana na mwanaume mmoja huko baa, sehemu moja anapaita Lambo. Huyo mwanaume alinipenda, akanichukua akanipeleka kwake. Kunipeleka kwake akaniambia ana mwanamke, ana mtoto. Ongeza sauti kidogo. Alinipenda, akanichukua akanipeleka kwake. Kunipeleka kwake akaniambia ana familia, ana mwanamke, ana mtoto, anahitaji tuanzishe familia upya. Ndio. Sikujua kama alikuwa ananidanganya, sikutambua kama alikuwa ananilaghai, na mimi nikamwamini yule mwanaume kwenda mpaka kwake. Ndio. Tumekaa tumeishi miaka 2 na miezi. Sawa. Kuishi miaka 2 na miezi, nilikuwa nasikia fununu kwa majirani kwamba mwanamke wake Kasimu anarudi, itakuwaje kuhusu Mariamu? Kutoka kufuatilia majirani, kwa sababu nikimuuliza mimi mwanaume wangu, kwani mbona nasikia hivi na hivi na hivi, anaambia ni maneno ya watu tu, usiwafatishe mke wangu, mimi niko na wewe tu, sina familia nje, sina familia ndani, na wewe tu. Tumeishi maisha yameenda. Kweli mwanamke wake karudi. Ndio. Mwanamke wake kurudi, anikuta mimi niko ndani, anaanza kuniuliza kwani mwenzetu wewe nani? Nikamjibu mimi ni mwenye nyumba hii, mwenye chumba hiki, naishi na mume wangu. Mume wako anaitwa nani? Kasimu. Huyu. Wewe mwanamke kumbuka, amebeba watoto, mmoja kambebelea mgongoni, mwingine kambebelea mkononi. Nikaambia Kasimu, upi Kasimu huyu? Kasimu huyu. Watoto walirudi nao wangapi ule mkutano nao?
watoto arudi nao wawili. Sawa. Kaambia Kasimu basi nitamsubiri nimuone kama ni Kasimu baba huyu, baba watoto hao au Kasimu mwingine. Nikaambia karibu keti. Sikumjua kama ni mwanamke wake, sikutambua kweli. Masaa ameenda, muda umeenda, mwanaume akatoka kazini kurudi kamkuta ule mwanamke. Kumkuta ule mwanamke, mwanaume ataka kukimbia, kando sikimbie, simama. Asimama. Kamuuliza kwani huku ndani nani? Akamwambia kwa unamwona nani? Unamwona mwanamke wangu. Na mimi na hao watoto uliponiacha huko kaja kutafuta maisha. Akaambia mimi sikutambui, sikujua. Anamwambia mwanamke wake aliozaa naye, sikujua wala sikutambui wala sikutambui. Tuendelee. Sikujua wala sikutambui. Unajua au nitambui? Kweli baba Jule ananiambia mimi hivyo. Ananiambia sikujua sikutambui, pale ugomvi pale hapo na hapo, ugomvi hapo na hapo. Mimi nipo pembeni nimekaa. Yule mwanamke akamwambia mwanamke, nitakuonyesha wewe pamoja na mwanamke na wewe mara yako. Subiri. Kweli ile pita wiki yule mwanamke karudi. Pale pale kwa tumekaa. Kaja siku hiyo ilikuwaje, yani mpaka ameondoka ilikuwa vipi? Alimwambia tu mwanaume wake nitakukomesha na mwanamke na wewe mara yako. Hakufanya chochote. Hakunifanya chochote, yani hakunigusa kwa lolote. Lakini mwanaume hali yake ilikuwaje na yeye alikuwa akizungumza nini? Yule mwanaume mimi alikuwa ananiambia tu mwishoachana naye kitambo, na watoto mimi siwajui. Siwatambui. Nikaambia hata kama watoto wewe wajui. Yaani haiwezekani mtu atokee huko na huko hapo. Kose nyumba zote mpaka chumba hiki. Aje kwenye chumba hiki. Kwa nini asikosee chumba cha mama Juma au jirani? Kwa nini asikosee chumba cha mama Yasini hapo jirani? Aje aingie kwenye chumba cha kwetu. Akaniambia kweli mimi mke wangu simjui. Na hata kama nilikuwa na mahusiano hapo zamani. Hapo zamani nakuja na watoto wako wawili kweli, unakuja kuniambia umjui mtambui kweli. Imeenda mwanamke anasema amjui kabisa, yani kwamba amjui kabisa. Amerudi na watoto wawili. Alafu anasema amjui. Anakataa hivi. Wewe hiyo hali uliichukuliaje? Kwa sababu nilikuwa nishazama kwenye penzi lake. Kwa hata akachoniambia mimi chochote sawa, nakubali. Ni kweli mwanaume wangu hawezi kunichiti, hawezi kusaliti. Nikaa nimekubali, maisha yanaendelea. Sasa baada ya wiki, huyo mwanamke ndo kuja kunikuta nimekaa nje. Ndio. Kuna majirani zangu, huyo mwanamke unikuta nimekaa zangu nje, kapita na amebeba chupa yake ya chai. Mimi nikajua si njia tu mwanamke anapita. Na kwa muda huo ulikuwa hujamtambua kama ni yeye? Nilikuwa sijamtambua kama ni yeye, sababu amekuja amevalia hijabu. Na nilijua ni mtu anapita tu njia. Sawa. Kabebela chupa yake ya maji. Nimekaa nashangaa kitu cha maji ya moto kimenipitia mgongoni. Yaani ninavyokuambia hivi mpenzi mtazamaji, nina alama mgongoni. Yaani vidonda hata havijapona. Nipo tu nimekaa. Alikumwagia chai? Alinimwagia yaani ile maji ya moto. Yaani yamechemka. Yaani yamechemka maji ya moto. Nililazwa hospitali. Kulazwa hospitali. Yule wanaume nyie. Wanaume unaonaje? Wanaume japo si wote. Mimi nahesabia wote. Iliendelea baada ya hapo. Mimi nahesabia wote, wanaume wote. Wanaume. Yaani kilichoendelea baada ya hapo. Pole sana. Hapo kakaangu. Kilichoendelea baada ya hapo. Yule mwanaume mimi alinikimbia. Aliniacha hospitali. Ndio. Nauguzwa na ndugu zangu. Nauguzwa na dada yangu. Alinikimbia, alienda mbali.
Sasa sijajua kama alienda kwa mke wake wewe aliozaa naye au vipi, lakini mimi nilichokuja kusikia yupo kwa mwanamke wake yule alikuja kunimwagia mafuta ya moto. Naumia sana. Pole sana. Ina maana sasa kwa siku hiyo ambayo yeye alikuja akafanya hilo tukio, akakufanyia hilo tukio na kukumwagia hayo maji ya moto, kwa wakati huo labda mume alikuwa wapi? Mwanaume alikuwa kazini, anaondoka kazini asubuhi saa 12 anarudi jioni saa 1. Kaja akakutana na tukio kama lile. Hata kuja kuniangalia hospitali alishindwa, kakaangu alishindwa kuja kunicheki ni hospitali, alishindwa. Nikaona ndo anakuja kunikutaga ya mwaka juzi 2000 na ngapi. Okay, unaweza ukatusimulia nini kiliendelea baada ya hapo? Nini kiliendelea baada ya hospitali? Yes, baada ya kuwa sasa umeenda hospitali. Okay, simu hakukutafuta kwenye simu wala kwa chochote? Hakunitafuta kwenye simu, hakutaka kujulia hali yangu, hakutaka kujua kwa chochote. Nimekaa hospitali wiki 2 hivi na siku. Ndio. Nikaja kutoka nikaenda kwa dada yangu huko Mbagala. Ndio. Nimeishi kwa dada yangu pale, nimeishi mpaka hivi ninavyokuambia, naishi Mbagala kwa dada yangu, nakula kwa ajili ya dada yangu. Vidonda ndo kama hivyo vinanichonyota mgongoni. Nawachukia sana wanaume. Sasa baada ya hapo hamjawahi kuwasiliana? Sasa siwezi kuwasiliana au hukumtafuta baada ya kuwa umetoka? Nawasiliana naye kwa kipi kakaangu? Hata kama ingekuwa niongeza kuwasiliana na mwanamke wako alikufanyia tendo hilo, huwezi kuwasiliana naye. Siwezi kuwasiliana naye kwa sababu nikashaniumiza. Amaanisha yule mwanaume au kurudi kwake, kama kuna kitu labda uliacha na nini kufuatilia, au kwahi kurudi kwake kuonana naye? Nilipotoka mimi hospitali sikutaka kukumbuka kama niliacha nguo, niliacha nini, nilimwachia kila kitu ndani, nguo zangu nini. Hivi ninavyokuambia kakaangu, naanza mwanzo, yaani naanza mwanzo, sina tamna. Okay, sawa. Sasa mfuatiliaji wetu unaendelea kufuatilia kipindi hiki, tutaendelea na kipindi hiki sehemu ya pili, lakini kwa wakati huu kama mlivyoweza kumsikia, nadhani kuna jambo la kujifunza kutokana na simulizi hii ambayo imeletwa kwenu na huyu dada ambaye yeye amejitahidi kuwa muwazi juu ya kile kilichotokea. Sehemu ya pili tutaweza kumuuliza maswali machache ili aweze kutusimulia mahali ambapo yeye anahitaji ufafanuzi zaidi. Tunakutakia jioni njema, karibu tena kwa wakati mwingine.